Kwa hiyo mimi naitwa Suleiman Rugarabamu, ni mkurugenzi wa kampuni ya Saole. Saole ni nini? Manake ni Sustainable African Organization Revitalizing Economy. Kwa hiyo hii ni kampuni ya kuondoa umaskini barani Afrika. Kwa hiyo tumeanza mwaka 2018, makao yetu makuu yako mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia tuna ofisi Tanga mjini, Bozini Mikanjuni, na Dodoma tuna ofisi barabara ya Waziri Mkuu, na kwa Dar es Salaam tuko Lumumba, jengo la CCM mkoa. Hii Saole inafanya kazi vipi? Saole inafanya kazi na watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza ni yule ambaye ana nafasi ya kuweza kujiongezea kipato kupitia ufugaji wa sungura, lakini hana mtaji. Sisi huyu mtu tunampa sungura bure, tunamjengea banda, anawafuga kwa vile viwango tunavyohitaji. Halafu mwisho wa siku huyu mtu anakuja kutuuzia sisi zile bidhaa. Lakini mtu mwingine ni mtu yeye ambaye ana mtaji. Huyu mtu ambaye ana mtaji na ana eneo la kufuga, huyu mtu tunamtia sungura, anawafuga wale sungura, mwisho wa siku anatuuzia. Sasa tofauti yake ni nini? Yule ambaye tunampa sungura afuge bure, huwa tunanunua kwake kilo moja shilingi 10,000, na huwa tunanunua lita moja mkojo kwake shilingi 10,000. Lakini kwa yule ambaye ananunua ili afuge, yeye huyu huwa anatuuzia kilo moja ya sungura shilingi 20,000, lakini pia anatuuzia lita moja mkojo shilingi 20,000 kwa mtu anayenunua. Lakini mtu wa tatu ni mtu ambaye yeye yuko busy, pengine ni mwanafunzi, pengine ni mtu ambaye anaishi kwenye nyumba ya kupanga, au pengine ni mtu ambaye ana biashara zake, mazingira hayamruhusu kuweza kujihusisha na masuala ya ufugaji. Basi huyu mtu ananunua sungura, na hawa sungura sasa ndio tunawafuga kwa wale watu ambao wao wana muda wa kufuga lakini hawana mtaji. Kwa yule ambaye ana mtaji ananunua sungura, wanaenda kufugwa na mtu ambaye ana muda kuwatunza lakini hawana mtaji. Sasa kwa nini tuseme hii ni project ya kuondoa umaskini barani Afrika? Ni project ya kuondoa umaskini barani Afrika kwa sababu kulingana na nature ya hawa sungura walivyo. Sungura hawa wana uwezo wa kuzaa watoto wengi ndani ya muda mfupi, kwa sababu ana uwezo wa kuzaa kila mwezi, na anaweza kuzaa watoto 6 hadi 16. Lakini sungura hawa ni sungura ambao hawashambuliwi sana na maradhi, kwa sababu ni sungura ambao ni chotara. Sungura wa kisasa tumemchanganya na sungura wa kienyeji. Mwisho wa siku tunapata sungura ambaye ana tabia za kisasa, manake anakuwa haraka, anazaa watoto wengi, lakini pia ana tabia za sungura wa kienyeji kwa sababu hashambuliwi na maradhi. Kwa hiyo tumeshafanya hivyo kwa mkoa wa Kilimanjaro, watu wamenufaika sana, na hapa Dar es Salaam tayari watu wameshaanza kunufaika, lakini kuna watu wengi hawajaweza kujua habari hizi. Bado watu wanateseka na masuala ya ada, bado watu wanakosa mpaka uniform. Sasa hii ni project ambayo itawafanya Watanzania waweze kuwa na amani. Lakini ukiachana na hayo, utaweza kushangaa mbona sasa tuna mtu anaitwa Mandonga Mtukazi. Hii sungura hawa tunaofuga kwa nyama yake ni muhimu sana kwa watu kama Mr. Mandonga, lakini pia nyama yake ni muhimu. Utaona kuna mzee wa Simba, utaona kuna mzee wa Yanga. Kwa nini wako hapa? Ni kwa sababu hii nyama ya sungura ni nzuri kwa watu wanaofanya mazoezi, ni nzuri kwa watu wanaopigana kama Mandonga, ni nzuri kwa watu wanaocheza mpira. Na ukiachana na wachezaji wa mpira, pia hii nyama ya sungura ni nzuri kiafya kwa sisi wakina baba. Ukila nyama ya sungura inakusaidia kuongeza speed. Kama ulikuwa unakimbia unaishia Chalinze, utashangaa unakimbia mpaka Kilimanjaro. Hiyo ni faida ya kula nyama ya sungura. Lakini ukiachana na hiyo, hii nyama ya sungura inawasaidia watoto wadogo. Kwa mtoto akiwa mdogo kuanzia miaka 0 mpaka miaka 5, ukiwa unampa nyama ya sungura, hii ina madini ya zinc ambayo pamoja na omega 3 ambao haya yanaongeza kiwango cha ubongo, kasi ya ubongo kufanya kazi. Kwa kama utakuwa unampa mtoto wako nyama ya sungura akiwa mdogo, tunategemea miaka 20 ijayo kwa Tanzania sasa tutakuwa tuna majinias ambao tutakuwa tunaanza kutengeneza viwanda vyetu. Unaona nchi kama China inaongoza sana kwa watu kutumia nyama ya sungura. Ukienda North Korea inaongeza sana kwa watu kutumia nyama ya sungura. Ukiacha hiyo, ukienda Japani unaongoza sana kutumia nyama ya sungura. Kwa hiyo sasa hivi tuna magari tunatoa Japani. Kwa hiyo itafikia hatua kama tukiamua Watanzania sasa waanze kutumia nyama ya sungura, maana yake miaka 20 ijayo tutakuwa tuna viwanda, watu watakuwa wanatengeneza simu hapa, watoto wetu watakuja kutengeneza magari yetu hapa, kutokana na IQ mtoto anayokuwa nayo kutokana na kula nyama ya sungura. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, usaidie kutufikishia hizo habari kwa Watanzania
kwamba hii ni fursa ya kutengeneza maisha ya Watanzania kwa miaka 20 ijayo. Kwanza tutatengeneza kiuchumi, lakini bado tutatengeneza kiafya, na ukiacha kiafya tutatengeneza afya ya akili kutokana na utumiaji wa nyama ya sungura. Mimi kwa leo yangu ni hayo, labda nimkaribishe tu, kabla ya kumkaribisha Mandonga Mtukazi, labda nimkaribishe meneja wa Dar es Salaam na aweze kuwaelekeza watu wa Dar es Salaam kwamba hizi huduma wanaweza kuzipata wapi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwandishi ameuliza kwa watu ambao wako vijijini ndani huko, anawezaje kupata huduma? Sisi Saole Company tunakwambia ulipo tupo, tushafika Mafia. Kwa tushaenda Mafia, tena siku tumeenda mpaka ile boti ikazima katikati ya bahari. Kwa hiyo haijalishi kwa tuko Handeni Tanga tumeshafika. Kwa hiyo haijalishi kwa kijiji gani, sisi ulipo tupo, ili mradi tu kubali kufanya kazi na sisi. Uwe na pesa, usiwe na pesa, sisi tunataka tufukuze umaskini barani Afrika. Kwa wale wanaotutazama, kwanza tuna ofisi Kilimanjaro kama nilivyosema, wilaya ya Hai, Bomba Ng'ombe, mtaa wa Mashamba. Kwa Tanga tuko Tanga mjini, Mikanjuni, Bosinia. Lakini kwa Dodoma tuko barabara ya Waziri Mkuu, na kwa Dar es Salaam tuko Lumumba, jengo la CCM mkoa. Kwa mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina la Saole Company Limited, Instagram, lakini kwa YouTube tunapatikana kama Saole TV, na TikTok tunapatikana kama Saole Company Limited. Sisi kama uliposema ni chai, hawa nyama ya sungura hawapatikani sehemu nyingine yote zaidi ya Saole. Sisi tuna machinjio Kilimanjaro, lakini tunafanya delivery popote mtu alipo. Kwa hiyo ukitupigia namba yetu tutakuletea nyama ya sungura mpaka nyumbani mlangoni kwako. Popote ulipo, haijalishi uko mkoa gani, tunafanya delivery. Kilo moja ni shilingi 25,000 ambayo iko freeze. Okay, kuna mtu ambaye hana mtaji na anatamani kufanya yani kujengewa kibanda na kufugiwa. Labda mnaangalia vigezo gani? Kwa mtu ambaye huna mtaji, unatakiwa uwe una uwezo wa kuwatunza wale sungura, lakini utakiwa uwe na nafasi ya kuwatunzia. Kama una sehemu ya kujengewa banda, sisi tutakujengea banda. Kama una sehemu ya una muda kuangalia, sisi tutakujengea banda, tutakuletea sungura, ili mradi uwe na sehemu ya kujenga banda na uwe na muda wa kuwatunza, na uwe na sehemu ya kutafuta majani, kwa mfano machona nguo, mchunga, uweza kuwalisha. Kwa mtu ambaye hauna mtaji, lazima uwe na muda kuwatunza na uwezo wa kutafuta chakula cha kuwalisha, tunakujengea banda. Lakini kwa mtu ambaye sehemu ya banda hauna, uwezo wa kuwatunza hauna, hapo sisi hatuwezi kukusaidia. Lakini uko busy na shughuli zako nyingine, huna muda kuangalia, au una mtaji lakini huna sehemu ya muda kuangalia unao, lakini huna sehemu ya kuwafugia, umepanga chumba chako kimoja, utafanyaje? Sisi wao tunawafugia, na kima cha chini kuanzia shilingi 300,000. Kwa hiyo ukianzia 300,000 ni kima cha chini, unaenda mpaka mabilioni kulingana na uwezo wako, lakini faida yake inakuwa ni 50%. Kwa hiyo ukileta 300,000 leo, baada ya miezi mitatu utaanza kupata 1,500,000 kama faida. Kwa hiyo sisi tutawazalisha, baada ya miezi mitatu tutakapokuwa tunauza mkojo, kinyesi na vifaranga, wewe utakuwa unapata 50% ya pesa uliyoleta kwetu. Kwa kama ulileta 300,000 utakuwa unapata 1,500,000 kila mwezi. Karibuni sana. Na unaweza ukawa na, kwa sababu tumesema tunataka tutoe suluhisho, mtu aweze kulipa ada, suluhisho mtu aweze kununua gari ya ndoto yake, suluhisho mtu aweze kujenga nyumba ya ndoto yake. Sio lazima uwe na milioni 200. Hiyo 300,000 unaweza ukaiwekeza, kwa sababu kila baada ya miezi mitatu manake unapata 1,500,000. Manake kila miezi miwili unatengeneza mkataba mwingine wa 300,000. Kila miezi miwili unatengeneza mkataba wa 300,000. Manake ndani ya miaka miwili ya kwanza hiyo 300,000 inaweza kawa na uwezo wa kutengeneza milioni 3 kila mwezi. Kwa manake unaweza kusema miaka miwili ni ya uwekezaji. Mwaka unaofuata manake unatengeneza milioni 3 kila mwezi. Kwa miaka miwili ijayo manake umeshatengeneza milioni 72. Milioni 72 tayari unaendesha Discover, unaendesha Lenyi. Kwa hiyo manake nini? Manake ni mipango yako. Wewe unaweza kuanza na 300,000 ukaja ukamiliki Range ya milioni 70 au ukamiliki nyumba ya milioni 70. Kwa nini? Unatoa miaka mitatu, hii itakuwa ni ya uwekezaji. Hii 1,500,000 unayoipata itakuwa na ilimbikiza, unapata mkataba. Lakini baada ya miaka miwili tayari umeshaingia kwenye mkataba ambao unaweza kukutengenezea milioni 3 kila mwezi, na hatimaye sasa unaweza ukaingia kwenye ndoto yako. Karibu sana.